wenzetu ambao tumekuwa tukiishi nao. Ilikuwa kwenye mida ya kuelekea saa 2 hivi, nikiwa nyumbani kwangu nilisikia milio mikubwa, lakini ambayo ilikuwa na mshtuko kwamba huenda kuna jambo baya limetokea. Kwa hiyo mimi na majirani zangu tukashtuka na tukaanza kusogea hiyo sehemu ambapo tulisikia huo mlio, na kweli ndo tukakuta ni ajali ambayo kwa kweli ni ajali kubwa sana. Tukaja kuona ni vijana wa bodaboda ambao wamekuwa wakitusaidia katika huduma za usafiri. Tupo katika simanzi kubwa sana. Tumepata taarifa na sisi tukakimbia kuja mara moja ya kwamba lori la mchanga wanaita Mende likitokea upande wa Udom kwenye mteremko huu, inaonekana lilizidiwa spidi ilizidi tuseme, na kwa bahati inaonekana bado wanaendelea kufuatilia, pengine kulikuwa na burst ya tairi ikapelekea dereva ashindwe kulidhibiti kwenye kona hapa. Na kwa sababu hiyo ambapo sasa mmejionea hapa pana kijiwe cha vijana wetu wa bodaboda. Ninawapa pole sana vijana wa bodaboda. Kwa sababu hiyo vijana 5 na pikipiki zao 5 walipitiwa na hilo lori, na ukuta huo baada ya kuvunjika wa kwanza na wa pili ndio limeweza hilo lori kusimama. Tena baada pia excel yake matairi ya mbele yale pia kuwa yamechomoka. Kwa hiyo tumeona kadhia iliyotokea. Moja ni hivyo vifo vya watu 4 sasa na majeruhi 2. Lakini pia tumeona pikipiki 5 ambazo zimeharibika, 4 zimeharibika kabisa beyond repair, lakini moja nadhani angalau ina afadhali. Pia tumeona duka la ndugu yetu hapo jirani pia kwa sehemu limeharibika na baadhi ya bidhaa ambazo zilikuwa ziko nje. Sasa limetokea hili, lakini kama viongozi tukifanya tathmini, ninajulishwa ya kwamba si tukio la kwanza kwenye kona hii. Ukuta ni kama samara ya pili hivi unajengwa baada ya kuwa umepita na kadhia kama hii, na hii ni kama ajali ya 3 kwenye eneo hili. Kwa hiyo tumechukua hiyo kama jambo la kulifanyia kazi kwa haraka na wenzetu wa barabara kwa maana ya TANROADS, tukiona umuhimu wa vitu viwili. Cha kwanza, kuweka alama ya kona kali kwenye eneo hili. Lakini barabara huwa zinajengwa zinakuwa na kingo zile za kuzuia hata gari ikizidiwa, basi angalau kingo ile inazuia gari. Pia waangalie uwezekano wa kufanya hivyo. Lakini muhimu zaidi, tunaona umuhimu pia kuweka matuta. Angalau kuwa na tuta upande huu wa chini na mwingine upande wa juu. Madereva wakifahamu hivyo, kwa sehemu itasaidia wale ambao wana zile ajali za kukimbia tu, sio kama hii ambayo pengine tunadhani ilikuwa na changamoto ya mifumo ya breki baada ya kuwa mpira umepasuka. Lakini pia tuone kwamba mwenzetu ambaye alikuwa bado amebanwa kwenye hilo lori, basi tunaweza kumuokoa ili pia taratibu zingine ziendelee. Hawa mwanzo bado walichukuliwa hapa walifahamika. Nafikiri kuna mmoja anaitwa Hafidh, Adamu na Ramadhani nadhani kama sijakosea. Huyu mwingine bado hatujamfahamu. Kwa imani yangu tutaendelea kumtambua huyu mmoja na wale majeruhi wengine, na tuwaombee marehemu Mwenyezi Mungu awapokee na wasamee makosa yao na warehemu kutokana na hili ambalo limetokea. Saa 2:30 usiku tuko mtaa wa Makuru hapa Dodoma. Gari lenye registration number T824 E3S aina ya FAO tipa ikiwa linaendeshwa na driver ambaye bado tunamsaka, ikitokea Udom kwenye ule mteremko kuelekea Makuru, iliacha barabara na kugonga waendesha pikipiki au maarufu kama bodaboda waliokuwa wameegesha pembeni mwa barabara, na kisha kugonga ukuta wa fence ya nyumba. Na katika tukio hilo inasababisha vifo vya waendesha pikipiki 5, lakini na majeruhi kwa kingo hiyo zote. Na pia ilisababisha uharibifu wa pikipiki 5 za wahusika ambazo zilipikiwa na hiyo gari.